Leo tuko le 16 na waza ni vendredi janvier 2026. Batu banasema bongo, batu ya Uvira aseme Goudron M23 iliiba. Bandugu, si Goudron iko hapa. Hii Goudron ilienda wapi? Hii njo izine ingine lo ya Goudron hii na ingine iko pale ngambo, lakini nao nilikamata foto. Sasa mimi sijui sasa watu boye hivi vitu wanavitowaka wapi? Mbona watu ba Uvira mtarogwa? Nani alibarogaka? Mwenye alibaroga simu mwambia watunze mpone. Bandugu, tusiku tunasema bongo, hakuna kwenye bongo itatoweka. Sijui zine hii ni hatari sana. Mashine zile pale, gari tulikuya emo ile pale, ingine mangungulu hizi majiwe hii, lakini aseme balizipie banazibeba Rwanda. Ingine jo zingine zile mangungulu kule ngambo. Mwache bongo batu ya Uvira, mwache bongo. Hii ni hapo na bebe ile hapo. Majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni moja majira Afrika Mashariki, ambako unasikiliza ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wa Ngwasu Marajabu Akili Kabonga Jide Kizenga Tembele King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba Mashaka Ayamba Dedone Buto to Biondo Kilamba Mawe mzee wa state ya Maine, Kashosi kutoka Australia, da Feza da Letitia da Asha da Irene, Kisikandeke Asimwe Baguma Samuel from Czech Republic, Elisha kutoka Nairobi, Emmanuel Mangombe Asokolo Ayeba Mashaka Ayamba, nani mwingine pia ndugu yangu hapa ambaye nimesahau, Asante Ramadhani bwana, ukiwa unasikiliza Baraka1 TV. Tusikize kuna nini. Ndio kaka Rajabu, salama, habari ya saizi kakaangu. Pole kwanza na kazi. Unafaa kazi kubwa sana na Mungu akubariki, azidi kukupatia afya kwa juu, habari zako zizidi kutufikia salama. Yani mimi kwa ufupi nilikuwa tunataka kuongezea kidogo hapo. Nilikuwa nataka kuongezea, namsikia brother umoja hapo news hii ya saa 12 hajaongea vibaya kabisa, ameongea vizuri zaidi. Nimefurahia. Kama gisu ule mzee wetu Baguma kule Uganda kule, na yeye mzee kabisa, mzee mzalendo kabisa ule pale, Mungu amjalie. Azidi kutusukumia na yeye vitu. Mzee wetu Baguma wetu tunakukubali sana. Yani kwa ufupi kaka Rajabu, nilikuwa nataka kuongelea wazo ya huyo jamaa alikuwa anaongelea juu ya kusema au wa EAC wengine wenyewe wanataka kutuletea au majeshi wa EAC. Hii sio muda tena wa kuleta EAC. Sio muda wa kuleta EAC kwa jua wao EAC walikuwa pale Goma pale kipindi wanakamata Goma, walikuwa Warundi, palikuwa wa Tanzania, palikuwa sijui wa Angola, sijui wa South Africa walikuwa pale, palikuwa jeshi evana la kila nchi. Ila wale waliwapatia wale Wanyarwanda kinywa, unaona walipigana pale mpaka wale Wanyarwanda wakashika na wengine mateka, mpaka na wazungu nikiwaza mlionaga na wazungu wakashikwa mateka pale. Unaona, na ndio walikuwa wanapewa hela nyingi tu. Unaona, mpaka na wazungu wakashika mateka na kwa kukazarao wakawapitisha Rwanda. Unaona, wanawapitisha Rwanda pale mpaka wakafanya mitingi, nikiwaza turu ya mwisho walifanya renyo pale na wale majeshi wote, mbele ya kusema warudishe kwenye nchi zao, palikuwa majeshi wa Tanzania, sijui wa Burundi, sijui majeshi wa nchi zote zenye Kisekedi alikuwa ameleta juu kusema wasikamati Goma. Wote waliwafanyisha renyo pale, ndo sasa wakafika wanawarudisha kwenye nchi zao, na hatujua hata kama waliwarudisha au kama waliwaacha pale kwa juu watumike nao. Sasa yani kwa ufupi, hii tena sio muda wa kusema sime wanaleta majeshi wa nje juu waje wapigane mwenchi wa Kongo. Hii ni muda sisi wa Kongomani sisi wenyewe kujipigania. Unaona, hao Wanyarwanda washatudharau sana, washaongea sana. Huu ni muda sasa wa mkono kwa mkono. Gisi Kisekedi iko na wafundisha wale apeti kutembeza zile ndege, zile drone na kutembeza zile Sokoi. Na gisi Aisha kuwa na wasoda wenyewe, wengine wenyewe wako na ile uzalendo. Sasa ndo muda sasa huyu sasa.
Na wazalendo wengine mzee ya Kutumba iko pale na wengine na wamakanaki na wengine, ndo muda wa kupigana sasa huyu. Hivi Burundi imefunga hapa, ndo njia hakuna. Na igisi walifunga njia ya maji kule kupita Zambia, sijui kupita Tanzania, Mtanganyika, hakuna njia, ndo muda wa kupigana. Ndo muda wa kupigana. Hakuna tena kusema waite EAC au nini au nini. Salamu alaikum ndugu zetu Waislamu wazalendo. Bwana Yesu asifiwe ndugu zetu wa Kristo wazalendo. Wakongomani wote popote mlipo amjambo. Politiki yetu ya Mkongo inakoroga watu kichwa kabisa. Tunashangaa watu msifurahie. M23 natoka Uvira. Bado haijatoka. Mujui kama iko na badistreri. Haiwezi kutoka Uvira hivi hivi. Na tunasikia wametoka MONUSCO nje na kia chunga Uvira. Sikia ndugu zetu wapendwa. Hata kama mnafurahia wameenda. Iyo MONUSCO si ni M23. Iyo MONUSCO hiyo takia chunga Uvira. Si ni M23 hiyo. Sasa mjue vile walishashimika pale. Na walikuwa wanapalilia siku nyingi. Kutoka kwao pale ni shida. Haiwezi, maana yake kama hawafukuziwa hapo kwa nguvu, hawawezi jitoa wao wenyewe. Ile ya kudanganya seba ameondoka, MONUSCO ndio itakuja kuchunga raia pale, itakia chunga ya security. Hiyo moja hatukubaliane nayo. Ni uongo hiyo. Kama Munyarwanda hayafukuziwa pale na moto, kutoka kwake pale iko shida. Hawezi akatoka na alishavamia. Wakongomani msizubae. Msisinzie. Munyarwanda iko anacheza na wakongomani sana, kuwacheza akili. Mjue ya kwamba kama hajaenda fasi, hapo wanaanzia kupora Gudrosas. Kila kitu kinaanza enda Rwanda sasa. Mjue wakishika mahali, mali zote zenye ziko pale wanasombeaka kwa Rwanda. Mutakuta magari zote zinakwenda pale. Gudro ile wameanzia eko. Na mabotike zitaporwa. Magari zitanyanguliwa, kila kitu kitasombewa. Mulionaka tagisi baliibaka hata pombe. Baliingiaka muburalima bakasomba mapombe zote bakapeleka. Sasa ndugu zetu wapendwa, mjua hao watu ni wamwizi. Tabia zote wananazo. Ni wauaji, wabakaji, wamwizi, waporaji. Manake mabaya zote wako nazo. Msisahau kama kwa uongo ni wa kwanza. Walizaliwaka na ile uongo. Kama hawayasema uongo hawawezi rizika. Omwe watumie kwanza neno uongo, kwa maana ilishakuwa mudamu yao. Sasa njoo vile ndugu zetu msitanganyike aseme wameondoka, hawakuondoka, wako pale pale. Habari gani ndugu yangu mzee wangu Asuma? Mimi nakufataka sana. Napendaka sana makomateri zako na gisu nakao na division information. Nilikuwa nakufuata sasa hivi, nakufataka sana. Nilikuwa nasema shida ya mixage. Mixage ni shida ya gouvernement. Hatuna gouvernement. Gouvernement kama iko faible wanaimpose ifanye mixage. Unaona? Wenyewe wanajiita ma leaders zetu. Wanafanya makoalisio zao kwa manegociation, ma gouvernement za manegociation. Kama tuko na sufuria hivi, vitu ya manegociation hivi. Rais mwenyewe anapita kihalali hata pitwa. Wanaweka mwenyewe wanataka. Hawakumbuki kwamba Kabila lendaka kunani kufanya mambo yake yeye na nani na Kiseketi. Wakati ya Kiseketi mwenyewe alikuwa anapita, Erezi mwana najua alikuwa ni Fayu. Ndio tunatuletea hivi. Kiseketi na hiyo makonvasio zake alisingia na Rwanda na Kabila. Unaona? Serikali yenyewe iko très faible.
Serikali yenyewe iko feble ya hatari. Imagine mtu ameshakuwa miaka 7 anajua habari yote ya Kongo kwamba kuna jeshi limeshaka kufa, lakini miaka 7 tungali tunapigwa na Rwanda, hata kama iko hapo na nchi kubwa. Kwanza popularity yetu, population kubwa kuliko Rwanda. Tuna wajeni, ukiangalia kwenye mtandao wa YouTube ukiona wa vijana sasa magharibi niveau ya Kinshasa utashangaa. Wakuluna wenyewe kibao huko mzee wa mtandao, wewe ni journalist unajua ndugu yangu. Kwani wasikamate wale vijana wote watie kijeshi waforme? Ile yote kwa makuluna ile ni kukosa kazi, hawana kazi yoyote. Lakini wakiwa na kazi, serikali inawalipa vizuri, wako akadre. Kwani wasigombanie nchi? Lakini serikali haioni hiyo. Wale wazee wote kuwatoa, wale wote majenerali wanani wote, wale wazee wote kuwatoa wote. Hata wengine wenyewe walitumika na wale watumika kati ya Kabila mtoto wote kutoa. Unasikia ile tayari matunda mabaya yale. Formula wa jeni weka wa jeni pale, lakini kuna maturu zenye alifanya, unajua kila kitu kwa informal journalist. Maturu zenye alifanya mu Europe. Turu zitakusaidia nini? Nani mwenye ataka kugombania? Wewe mwenyewe uko feble, nani atakugombania kutoka huko? Kingine cha pili, ndugu yangu Ngwasuma, ingekuwa wewe ndio rais, jinsi ninavyosema, pamoja ya 10,000 au bisi ya 10,000 watu wameshakufa kwanza Nord Kivu na Sud Kivu. Gouvernement gani nashindwa hata kularia hata bombe mwa Rwanda? Hiyo ni rais gani? Rais gani mwenye hana hasira? Yaani iko na misio yake. Alikuja pale kuiba hela. Unajua kwamba kuna nani zimeshatoka malalamiko. Nasikia wa avoka wa Belgique wameshaanza kumwattack yeye. Na hiyo unajua. Nasikia wako watu 9, yeye na wadogo zake na watoto zake. Mamiliari ya hela wameshaenda kuiba kule. Yaani misio yao akiingia mule ni kuiba. Hana misio sema ingie ni kama leader, nionyeshe nchi, nionyeshe dunia kwamba niko mwanangu kama vile ba Traore. Hapana. Unaona, wakienda sinyima koro yao kule, yeye ni kujua tu nikiingia mule ni wini, nikuwe bosi basi. Wenyewe watakufa wakufe. Ndio shida tuko nayo. Tuseme kwanza kwa mfano hapa Uvira, tuseme kweli wenzetu wa Mai wanafanya kazi. Kwanza mapema angewaranforce, anawapatia vifaa nini na nini na kufanya suivi ya majenerali mwenyewe anatumana pale. Hivi vitu vingekuwepo. Lakini hakuna suivi. Wanamwambia vitu hivi viko na haribika, hapendi kusikia. Iko busy na mavoyage tu. Masaa ma Rolex za mamilioni ya dolari. Unasikia? Masaa, manguo, mama za tome za ajabu. Nisikia huko walienda Katari waliwachekea sana. Mnakuja huko Katari manguo za ajabu na kwa kuomba mpewe msaada. Vitu mwa haya nchi kama Kongo unaweza kamba msaada kweli? Minere nyiko Mkongo tulisomaka kwa masomo. Hatuionagi, tunasikia tu ni mastori. Shida sana. Kuna anaweza niambia sema Tshisekedi anafanya vizuri, miaka 7 anashindwa kuformea arme kweli. Unaona kisi watu wanakufa Uvira, watu wanakufa Bukavu, Goma, watu wanachinjwa kama mbuzi. Sio kama wewe na yeye mshajua huko info. Hiyo 1500 ilipelekwa kwa Rwanda, polisi ya 1500 wanatortire watu wafika kule Rwanda waweza kuwaua. Human Rights Watch imeshavionyesha kila kitu, madone zote. Nasema tuko na leader ndugu yangu. Mixage inatoka juu ya manke ya force. Hatuna nguvu. Kama serikali ina nguvu hata kuleta hiyo mchezo. Ona kisi jiji la Uvira lilianguka kama vile mza. Batretre wanaenda fugwa, ndolo wanalishwa vizuri. Hata wakati ya nani ya David. Walikuwa wanaua watretre naua. Tretre wanaenda kufuga. Ndio maana watretre yuko nakuwa vingi. Nisikia hata hapo Baraka walitumiwa hapo wakaanza kufanya mambo yao ya atletism ya kwanza kuuza nchi pale. Na wange découvrir mapema, ingekuwa labda wameshaingia mpaka Baraka wala Kalemi. Unaona? Ndio anajua kama watanifungula tu. Yaani rais hana decision. Rais wetu hana decision. Ni rais waliingia kumadili, kumakope tu. Kifupi ndio hicho ndugu yangu, nakufuataga sana. Mungu akubariki na kazi yako sana. Bonjour mkubwa wa ajabu. Nalamuka je kule baba la baba.
Ni Chris Bashizi depuis Maniema kampeni. Baba, na mie nilikuwa na ka vision juu ya ile retire ya ba rebele ba M23 baka huko. Mzee wangu, ile retire ile ni retire iko inaonesha biatro sana, kufatana na gisi mkubwa wako iko kule Uvira, ule Joseph gisi iko kule Uvira. Ile retire yabo inaonesha kebiko njo napenda bamupitishe, njo biko napenda bamuvukishe juu ya ile kukosa bonjia. Me ile haiko ya kawaida, ile mzee wangu haiko ya kawaida, nikaonyo kenye menaona vile kabisa. Ndio vile baba la baba mzee wangu asema tunachunga habari atuyaipate habari ya busubuhi. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Mengine tukutanane majira ya saa 11:30 kwenye Amka na Baraka1 TV. Bye bye.